أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kwa fadhili ya Mungu, leo maadhimisho siku ya Masihi aliyedua alayhi wasallam, siku ya jamaati taasisi, siku ya taasisi ya Jamaat Ahmadiyya Walvi. Ni maksudio ya jamaati dini ala Khalifatul Masih watano ayyadahullah ta'ala Aziz alikutaja alinukuu, alifanya tafsiri wa maksudio ya Jamaat Ahmadiyya. Mimi kusoma kitasi chache kwa tafsiri hii. Hazur ayyadahullah ta'ala Aziz anasema, basi baada ya miaka 6 au 7 katika robo ya kwanza ya mwaka 1888, yani miezi mitatu yake ya mwanzo, alipokea amri toka kwa Mwenyezi Mungu ya kuchukua baiti, yani Masihi Maud alayhi wasallam amepata amri ya Mungu kuchukua baiti. Maneno yenyewe ya agizo hili ya Mungu alikuwa haya: iza azamta fatawakkal ala Allah wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina allazina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Tangazo la tarehe 1 Desemba 1888, yani ufungapo nia, basi umtegemee Mwenyezi Mungu na utengeneze safina mbele ya macho yetu ya kwa kulingana na wahi wetu. Wale watu watakaofanya baiti kwa mkono wako, basi mkono wa Mwenyezi Mungu utakuwa juu ya mikono yao. Tabia ya Masihi Maud alayhi wasallam ilikuwa inakirihika na jambo hili kwamba mtu wa kila aina aingie tu katika silsila hii ya baiti, na moyo wake ulipenda kwamba ndani ya hii silsila iliyobarikiwa waingie wale watu waliobarikiwa ambao ndani ya asili yao maana waaminifu na wasio walegevu. Kwa hiyo akaingojea fursa inakayowapambanua waaminifu na wanafiki. Basi Mwenyezi Mungu mtukufu kwa hekima na rehema yake kamilifu akaileta fursa hiyo mnamo mwezi wa Novemba mwaka huo wa 1888, kutokana na kifo cha Bashir wa kwanza. Yani huyo alikuwa mtoto wa kiume wa Masihi Maud alayhi wasallam. Makelele ya upinzani zaidi yake yakavuma nchini kote, na watu wenye imani dhaifu wakajenga zana mbaya na kujitenga naye. Hivyo kwa mtazamo wake, hii
Hii ikawa ndiyo fursa inayofaa kuanzisha silsila hii yenye baraka, na ye akatangaza waziwazi tangazo la baiti mnamo tarehe 1 Desemba 1888. Hazrat Masihi Maud alayhi salam akaagiza hii pia kwamba watu wahudhurie kwa kufanya baiti baada ya kufanya maombi ya istikhara sawa na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani kwanza wafanye maombi, halafu wafanye istikhara, ndipo wafanye baiti. Baada ya tangazo hili, Hazrat Masihi Maud alayhi salam akaelekea Ludhiana akitokea Qadian na akafikia katika nyumba ya Hazrat Sufi Ahmad Jan iliyopo kwenye mahala Jadid. Huko Ludhiana, Masihi Maud alayhi salam katika tangazo lingine akaandika tarehe 4 Machi 1889 akieleza shabaha na makusudio ya baiti kwamba mpango huu wa kuchukua baiti ndiyo tu kwa shabaha ya kwa kusanya wacha Mungu katika jumuiya, ili kundi kubwa kama hili la wacha Mungu litendie dunia asari yake njema na umoja wao uwe chumbuka la baraka na lazima na matukio mema kwa ajili ya Islam, na kwa baraka ya kuyafikiana juu ya neno moja waweze kutumika kwa haraka katika huduma tukufu za Kiislami, na wasiwe Waislamu wavivu na wabakhili wasiofa, wala wasiwe kama wale wabubu walioizuru sana Islami kwa sababu ya kufarakana na kutaufikiana kwao, na wakatia doa kwenye uso wake mzuri kwa hali zao za kifasiki, wala wasiwe kama wale madarwishi waliowafilika na wale waliojitenga kabisa na dunia, wasio na habari yoyote juu ya mahitajio ya Kiislamu, na wasio na huruma yoyote kwa ndugu zao, na hawana ari yoyote ya kuwanufaisha wanadamu, bali wawe wenye huruma kwa watu kiasi hiki kwamba wawe kimbilio la maskini, wawe kama mababa kwa mayatima, na wawe tayari kujitoa kama yule aliyehemewa na mapenzi katika kuhudumia Uislamu, na wafanye juhudi yote kwa ajili ya jambo hili, kwamba baraka zao kwa wote zienee duniani na chemchem takatifu ya mapenzi ya Mungu na huruma kwa waja wa Mungu ikitoka katika kila moyo na kukusanyika mahali pamoja aonekane, ikithirika katika sura ya mtu. Mwenyezi Mungu akataka kuanzisha kundi hili na kulipatia mafanikio kwa ajili ya kudhahiri